Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika mwitikio mkali unaochukua mawimbi kote ulimwenguni, serikali ya Urusi imetangaza kwa nguvu kukosoa mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ikisema hatua hizo ni hatari sana kwa utulivu wa kimataifa na zinaweza kusababisha mzozo mkubwa wa kikanda na wa kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari jana usiku, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilisema kuwa hatua ya Marekani na Israeli ni ukiukwaji wa kanuni za kimataifa na ni kinyume na maagizo ya Umoja wa Mataifa kuhusu kutokuwa na utekelezaji wa shambulio la nguvu bila kibali cha Baraza la Usalama. Urusi imesisitiza kuwa njia ya kijeshi sio suluhu ya matatizo ya kisiasa na kwamba uhusiano wa kimataifa unapaswa kuwa na msingi wa mazungumzo wala si vitisho vya nguvu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi alisema, "Tunarudia kwa mara nyingine tena, hatua za kijeshi dhidi ya nchi huru bila ujumbe wa dharura wa Baraza la Usalama ni kinyume cha sheria za kimataifa. Hatua kama hizi zinaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi ambao unaweza kuathiri amani na ustawi wa mataifa mengi." Urusi pia inakashifu vikwazo vya kijeshi vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran na kushinikiza mataifa mengine ya Kiarabu na washirika wa Magharibi kuunga mkono hatua hiyo. Kwa mujibu wa msimamo wa Moscow, hatua hizo zinachochea chuki, tofauti ya kisiasa na kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Katika mijadala ya kimataifa, Urusi imeendelea kutoa wito wa Baraza la Umoja wa Mataifa kukutana mara moja ili kupunguza hatari ya mzozo ulioenea zaidi. Wito huo unalenga pia kutafuta njia za kidiplomasia za kutatua mgogoro huo badala ya matumizi ya nguvu zinazoweza kubadilisha usalama wa kimataifa kwa muda mrefu. Kauli kali ya Urusi imekuja wakati ambapo miji mingi ya Ulaya na Mashariki ya Kati inakumbwa na hofu ya uharibifu zaidi kutokana na kutokea kwa mashambulizi hayo. Viongozi wa Urusi wamezungumza na wenzao wa China, Iran na mataifa mengine ya Asia ya Kati na Mashariki ya Kati kuhimiza juhudi za kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi aliwakumbusha viongozi wa dunia kwamba uwepo wa vyombo vinavyohimiza diplomasia ni muhimu kuliko sera za kijeshi na kwamba Urusi itaendelea kusimamia kanuni za usalama wa kimataifa kwa njia ya kuhimiza mazungumzo badala ya vita. Wachambuzi wa kimataifa wanaonyesha kuwa msimamo wa Urusi unaweza kuleta mgawanyiko zaidi wa kisiasa katika mataifa ya Magharibi na mataifa yanayopinga mashambulizi hayo, jambo ambalo linaweza kuathiri usimamizi wa migogoro ya baadaye. Pia ushawishi wa kisiasa wa Urusi katika vikao vya kimataifa umeonyesha kwamba nchi hii inafanya kazi kwa pamoja na washirika wake ili kukinzana na matendo yanayochukulia nguvu kama chombo kikuu cha kutatua migogoro. Pia Urusi imeongeza kuwa itafuatilia kwa karibu mwenendo wa mgogoro huu na kuchukua hatua stahiki za kidiplomasia kwa kushirikiana na mataifa mengine ili kuhakikisha mzozo hauendelei kuleta madhara makubwa ya kisiasa na ya kiuchumi duniani kote. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.